Kanisa alasiri ya leo na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni njema, tumeweza kukutana tena hapa kanisani ili tuweze kunena machache kama vile ilivyo desturi yetu sasa, ya kwamba kila siku ya Jumatano tunasemezana kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu mvua imetangulia na sasa bado tunatarajia baraka ya mvua pia, lakini kabla hiyo mvua ikuje, nataka leo tuangalie katika neno lake Mwenyezi Mungu, kitabu kile cha Waefeso, mlango wa 4 mstari ule wa kwanza hata mstari ule wa 16. Sitasoma yote, lakini nitapitia tu kwa machache, nikieleza kanisa jinsi Mungu anavyotaka. Na leo hii neno yangu kuu ni kuwa na umoja. Kuwa na umoja kama kanisa. Kanisa ni lake Yesu Kristo. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba ako na kanisa. Na kama atasema ako na kanisa lake, basi sio kanisa. Hiyo ni jambo ambalo Biblia inatuambia kwamba Kristo Yesu aliweza kuanzisha kanisa kwa sababu alinunua kanisa kwa damu yake ya pekee. Kwa hivyo leo hii nataka niseme ya kwamba kama kanisa lake Yesu Kristo, sisi tu wafuasi wa Yesu Kristo, sisi tu wa Yesu Kristo, tumeitwa wana wa Mungu kwa sababu ya Kristo Yesu. Leo hii nasoma katika mlango wa 4 mstari wa kwanza na hata watatu tu nianzie wa kusoma maneno haya, ya kwamba sasa hivi Biblia inatuambia, kwa hiyo na wasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitwa. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu tuko na mwito, tumeitwa. Sisi tumeitwa, tuko na mwito. Na mwito huu mtumishi wa Mungu Paulo akaandikia kanisa hili nzuri sana ya Waefeso kwamba anasihi. Na sisi pia leo ni neno letu kwamba tunapewa ama tunaambiwa kwamba Paulo anatuambia kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu ya kwamba na wasihi mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitwa. Tumeitwa kama kanisa, kama watoto wake Mwenyezi Mungu, tumepewa mwito. Na hii mwito ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu, tumeitwa kwa ajili ya kukuwa na umoja. Na umoja wetu ni umoja katika roho wake Mwenyezi Mungu. Roho wake Mwenyezi Mungu ni moja, sio maroho. Roho ni moja na ambayo tulipewa, ambaye ni msaidizi wetu, ndiye wakili wetu. Tuwe na umoja katika roho hiyo. Hiyo jambo la kwanza ni umoja. Kanisa tumeitiwa kuwa na umoja. Kuitiwa kwayo tuastahili kuwa na unyenyekevu. We need to be humble. That's two. Tumeitiwa kwa unyenyekevu wote na upole na uvumilivu. Mambo matatu. Ya kwanza, tumeitiwa ile umoja wetu tuwe na unyenyekevu. Na wa pili, tuwe watu wapole sana. Na watatu, tuvumilie. Tuvumilie sana. Na katika kuvumilia kwetu, tunachukuliana mizigo katika upendo. Katika unyenyekevu wetu, tunachukuliana mizigo kwa upendo. Katika kuvumiliana kwetu, na tuchukuliane katika upendo. Let us carry one another with a lot of love. Alafu, katika ile hali hiyo, katika ile mwito, Biblia ikaendelea na kutuambia katika verse 3, tujitahidi sana kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tumeitwa ndugu zangu, dada zangu, kama kanisa. Tunamshukuru Mungu sababu alituita hivyo. Na amri yake ni kwamba tuenende inavyostahili wito wetu ambao tumeitiwa. Katika unyenyekevu, katika upole, katika uvumilivu, tuchukuliane katika upendo. Roho hiyo ya Mungu
Roho ambaye ni mtetezi wetu, Roho ambaye ni wakili wetu, Roho ambaye ni msaidizi wetu. Jambo la pili, katika kuungana kwetu, Biblia inatuambia katika verse 4 to verse 6 kwamba kuna mambo 7 ambayo tumeitiwa tuwe na umoja. Mambo 7 ambayo tumeitiwa katika kuwa na umoja. The 7 unities we have been called to. And number 1 katika hiyo is what I can see katika mstari wa 4. Verse 4 ukisoma Biblia katika Waefeso mlango wa 4 mstari wa 4, roho moja kama mlivyoitiwa katika tumaini moja la mwito wenu. So kati ya ile 7 ambayo tumeitiwa mwili moja. Tumeitiwa pia roho moja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Hiyo inarudi mpaka verse 2, mwito wetu. Pia tumeitiwa mwana moja. Tumeitiwa mwana moja, imani moja na ubatizo moja. Verse 5. Tumeitiwa Bwana moja. We only have one Lord. We don't have two. We don't have lords. We only have one Lord. Na katika Kiswahili neno Bwana ambaye inamaanisha Kristo Yesu inaanza na Kiingereza capital L kumaanisha ni huyu Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na pia tumeitiwa katika imani moja. One faith, imani moja. Na tunabatizwa na ubatizo moja. Ubatizo moja. Ubatizo hapa katika Biblia, ubatizo maana yake ni immersion, deep immersion into the waters. Nataka nirudie tena mambo 7 ambayo tumeitiwa tuwe na umoja. Number 1, mwili moja na roho moja. Mwili moja, number 1, roho moja, number 2. Number 3, Bwana moja, na number 4, imani moja, number 5, ubatizo moja. Je, umekamilisha hayo 5 ama bado? Are you still somewhere? Alikuwa sometimes hapo na tempers fulani. Na siku moja katika mahubiri ambayo alikuwa anahubiri akasema, msiniangalie, angalieni Yesu ambaye hajakamilisha kazi ndani yako. Pengine pia wewe hujakamilika, lakini umeitiwa. You are in number 5, that is okay. Umeitiwa katika mwito huo. Lakini tuambiwa pia bado mambo mawili ambayo tumeitiwa tuwe na umoja. Namba nyingine ya 6, tumeitiwa katika Mungu mmoja. We only have one God, not gods. We only have one God. Tuko na Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Tumeitiwa pia katika verse 7, bayo ni jambo la maana sana. Kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo Yesu. Tumeitiwa pia katika umoja wa neema. Kumbuka ya kwamba kuna neema ya Mungu ambayo inatutosha. Swala siri ya leo, naamini ya kwamba kama uko na hiyo mwito na umekubali Kristo Yesu, basi leo hii we have been called to unity. And there are those 7 unities ambayo ni ya maana sana. Kristo mwenzangu, umefika wapi? Je, uko na umoja huo ama una doubt? Do you doubt your salvation? Do you doubt your relationship with God? Do you know your Lord? Unajua Bwana wako ni nani? Je, wewe una imani katika huyu Kristo ama hauna? Tumeitiwa katika umoja huu. Leo hii nataka niseme tu ya kwamba katika kukua kwako katika Ukristo, ujua kwamba umeitwa ili ukawe Mkristo kamilifu, kama vile Paulo amesema kwamba wenendeni kama inavyostahili wito wetu tulioitiwa. Je,
una mwito huo, enenda katika mwito ambao umeitwa, so that you don't fall here or there, but you stand firm because umeitiwa katika mwito. Basi uwe mnyenyekevu, uwe mpole, uwe mvumilivu, ukichukuliana katika upendo. Let us carry each other with a lot of love. Tushikane na tuweze kupendana kama kanisa lake Kristo. Kama vile Kristo alitupenda, kama vile Mungu alitupenda, aje nalo msalabani kwa ajili yetu. Let us love one another. Let us carry one another katika upendo. Na Mungu ataweza kutukuzwa tunaposimama wima na kusema ya kwamba tumeitwa. Let us be united as a Christian, as Christians, as brother and sister. Let us be united. Because at one time we will give an account of our unity. Because tumeitiwa katika mwili wake Yesu Kristo. Mpaka hapo sitaki kuchukua muda mrefu leo. Nasema kwamba Bwana atubariki na aongoze kanisa lake ambayo tumeitiwa kwalo. Tumeitiwa katika Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana atubariki, akubariki mahali ulipo. Bwana akuongoze hata katikati ya wiki. And I believe that we are going to be joining any of the fellowships, either today in the afternoon or tomorrow afternoon. Please, mwili mmoja wa Kristo ya kwenda fellowship na kuombea kwamba Mungu atakusaidia. Na tuombe pamoja, tuombe. Baba yetu na Mungu, asante kwa sababu ya mwito ambao umetuita. Sisi ndio kanisa lako ambalo ulituita na ukatoa mwili wako Yesu Kristo ili kanisa liweze kupona. Asante kwa sababu umetuitia mwito huo, utusimamishe, utupe umoja katika kanisa lako, maana sisi ni mwili mmoja. Tuomba tukushukuru kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Barikiwe.